Wallahi baada ya kusikiliza hili sakata la Chionda, habari zake za theory ambazo alikuwa akizizungumza katika masiku kadhaa aliyopita, wallahi nimepata picha kubwa sana. Baada ya kuona wale ambao walikuwa wanamuunga mkono na kumshabikia, wengi sana ambao wamemuunga mkono na kumkubali katika kauli zake zile. Tena wengi sana, mwingine mpaka ana majina kabisa, anaitwa Isa Rajabu Shabani, anakuambia bwana mimi nakukubali sana ndugu yangu. Sasa ni kweli lazima mtu akubali. Kwa sababu gani? Piga mahesabu, mtu anazini, anakunywa pombe, watu kama hawa wastarehe. Anapotokea mtu kama huyu anayeponda masuala ya dini, ambapo hiyo dini inakataza hizo starehe kama pombe na zinaa, wewe unafikiri atakao upande gani? Lazima akae upande wa kuunga mkono anayesema dini tumeletewa, hamna sheria za Mungu, Mungu ana dini. Mtu lazima aunge mkono, lazima aunge mkono. Sasa nilichokifuatilia ni kwamba huyu bwana Chionda na wenzake wao katika elimu ambao wamesoma, msingi wa elimu yao wao ni theory, na ile elimu huwa inahusisha mtu kusoma mavitabu, kama ambavyo mdogo wake bwana Chionda naye kazungumza, kaka yake ni mtu wa kusoma vitabu. Sasa kabla sijaenda mbali, bila shaka nakumbuka hata mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kazungumza, mtu ambaye hana mwalimu, mwalimu wake huwa anakuwa ni Ibilisi. Sasa huenda bwana Chionda hana habari kwamba kuna kiumbe kinaitwa Ibilisi, huenda hana habari. Lakini pia huenda bwana Chionda ametazama mtazamo wa dunia ulivyo sasa hivi, uovu ulivyoenea duniani, viongozi wa dini kufanya uasi wa kuungana na mifumo ya kiutawala duniani na wakaacha misingi ya dini. Huenda ametazama hivi ndipo akapata hukumu ya kuhukumu kwamba dini hizi sio dini za Mungu. Sasa bwana Chionda, ningependa na watu wako pia mfahamu kitu kimoja. Katika hii dunia, hiyo dini ambayo mimi naongelea Uislamu, of course alipoulizwa bwana kuhusiana na Uislamu, alionyesha elimu na hilo jambo hana. Na ni kweli hakuna mwana theory yoyote ambaye ana uwezo wa kukuambia wewe Uislamu umetoka wapi, nani kauleta. Hayupo, na ushahidi hana. Hayupo. Sehemu pekee ambayo utapata historia nzuri ya kutoka Uislamu mpaka yani ambayo haina uchakachuaji ndani ya Qur'ani peke yake. Hao wana theory si wana philosopher kina nani, hakuna atakayeweza kukuambia. Bwana alipoulizwa kuhusiana na Ukristo ulianzia wapi, kajibu clear, kwa sababu hiyo issue ya Ukristo kuanzishwa, wenyewe wa Kristo kwanza hawaja wenyewe pia wamekubali dini zimeletwa, na wenyewe wamekubali. Wapo viongozi wenu wakubwa wameenda kukutana na huyu bwana wakamuunga mkono. Ila Uislamu ndio umeletwa, aliyeleta ni nani? Hakuna mwana theory, mwana falsafa au philosopher au atakayeweza kukuambia nani kaita Uislamu. Allah ndiye katuletea Uislamu kupitia manabii wake. Sasa alipoulizwa kuhusiana na Uislamu ilipotoka, hakuwa na elimu na hili jambo, akapakazia kwamba Waarabu ndio waliouleta na wakaanza kukamata watu kuwafanya watumwa hapa Zanzibar hapa. Hichi ni kisingizio cha kusingizia Uislamu, kwa sababu Waislamu wakati dola ya Kiislamu inatawala, dola ya Kiislamu of course mimi nishakwambia kitu kimoja, kama ilivyo ada, kila dola inataka itawale maeneo. Na ndio maana hata serikali zetu sasa hivi maeneo ambayo zipo zinataka kutawala zaidi na zaidi. Kila dola ya Kiislamu ilikuwa inatawala Maka na Madina, ila ikawa inatanua engo zake za kiutawala mpaka Oman ilifika, Zanzibar ilifika, Tanzania ilifika, Tanganyika ilifika. Karne ya 15 kwenda karne ya 14 15, dola ya Kiislamu ilikuwa inashika Tanzania, Tanganyika inatawala. Pale Kilwa palikuwa ndo makao makuu pale. Kilo Masoko, kilo Masoko kule Kilo Kivinje
kote kule ilikuwa ni makao makuu ya dola ya Kiislamu. Na Waislamu walikuwa haiendeshi biashara ya utumwa, kwa sababu moja ya sehemu za ajenda kubwa ya Uislamu ilikuwa ni kuwakomboa watumwa, kuacha huru tu aendelee na maisha yake. Kipindi hicho washirikina wapagani ndio waliokuwa wanaongoza nini? Harakati ya kuwachukua watumwa, wanawachukua watumwa, wanawatumikisha, wananunua, wanawatumikisha na kuwauza. Ila Uislamu ukaja na slogan ya kuwanunua wale watumwa, kuacha huru. Miongoni mwa mtumwa wa Mtume sallallahu alimnunua wa kwanza alikuwa ni Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ambaye alikuwa ni mtu mweusi Mwafrika. Hasa hao kama eti Uislamu ulikuwa unafanya biashara ya utumwa. Sheikh, kama una elimu na jambo, kaa chini, achana nalo. Sasa huenda nyinyi wafuasi wa Bwana Chionda na yeye mwenyewe hamna elimu kwamba duniani wapo watu ambao katika vitabu ambavyo mnasema vimeandikwa na watu hao miaka zaidi ya 1000 2000 nyuma, Mwenyezi Mungu amezungumza nasi kupitia vitabu. Anatuambia kuna watu wake wanaitwa Yajuj wa Majuj, ama Gog and Magog, ambao hawa ndio watakapotoka hawa watakuja kufanya ufisadi katika hii ardhi. Ufisadi wenyewe hao Juja hao Yajuj wa Majuj kiasili ni watu kutoka upande wa magharibi, ni wazungu kiufupi, asili yao ni wazungu. Asa hao wazungu ndio ambao leo wanatutawala duniani. Hao Yajuj wa Majuj ndio ambao leo wanatutawala duniani, na hao ndio wanaoeneza ufisadi na uovu kubwa sana wa ufisadi na uovu katika dunia ambayo tuko nayo. Yajuj wa Majuj ndio wanao organize au kucontrol system ya utawala na system nyingi zinginezo, lakini pia wamevamia mpaka system ya dini. Dola ya Kiislamu imevunjwa tangu mwaka 1924 rasmi mpaka leo duniani haipo tena. Kwa hivyo kinachoendelea sasa hivi, hata Mtume mwenyewe alizungumza akasema kwamba katika Uislamu hakuna kitakachobakia ndani ya Uislamu, kuna muda utafika hakuna kitakachobakia ndani ya Uislamu isipokuwa jina, na hakuna kitakachobakia ndani ya Qur'ani ila maneno. Na watu wa wakati huo watakuwa na misikiti hiyo iliyo meremeta sana, lakini ndani ya misikiti hiyo kutakuwa hakuna uongofu. Lakini akamalizia akasema maulama wa wakati huo watakuwa ndio watu wa ovu chini ya ardhi, kutoka kwao fitna zitaanza na kwao fitna zitawarudi. Sasa hapa alikuwa anatufahamisha kipindi gani? Ndio kipindi kama hichi cha zama za mwisho ambacho tuko nacho sasa hivi, kipindi ambacho maulama wengi sana katika ulimwengu wetu wameacha misingi ya Mtume, wameungana na wale maadui wa Mtume katika kuwasifia ama kuungana nao katika kuwasaidia shughuli zao za kiutawala duniani. Unaweza kushuhudia mfano mdogo hata pale Gaza saizi. Wako mashehe wakubwa wengi, lakini mwisho wa siku leo wameungana na Marekani. Wamemwacha bwana ndugu zao wanauawa pale. Na wewe pia unaweza kupiga mifano hiyo katika nchi zinginezo nyingi zipo hivi. Kwa hivyo kinachoendelea sasa hivi duniani, Yajuj wa Majuj ndio wapo sasa hivi, wameshaeneza ufisadi wao kila sekta. Kwa hivyo unapokuja na kuchukua huu uovu uliopo ukatoa hukumu bayana ya jumla, unakuwa unakosea. Na ninatoa nasaha kwa nyinyi akina Bwana Chionda na watu wako wote kwamba hivi, unapotaja jambo weka baadhi, si katika hikima. Unapotoa jambo ukataka kujaji lote zima, weka baadhi. Hata Allah tabaraka wa taala alipokuwa anazungumza kuhusiana na washirikina au kuto kufanya urafiki na Wakristo, Allah ametaja pale katuambia baadhi yao hao Wakristo, yani baadhi yao. Yani alipotaja hakusema hao Wakristo na wapagani na washirikina ni marafiki wao kwa wao. Kasema baadhi yao, kaeka neno baadhuhum, baadhi yao ni marafiki wao kwa wao. Na kitu ambacho hamwezi kujua ni kwamba hivi, hii Qur'an ina aya ambazo zimeteremka kwa namna mbili. Allah anasema yeye ndiye kateremsha kile kitabu, ndani yake kuna aya ambazo ziko wazi wazi
na ndani yake kuna aya ambazo ni muhkamati, ni mutashabihati. Sasa zile za mutashabihati zinakuwa zina maana ambayo huwezi yani zimefichwa maana yake, zina utata. Ili uweze kuzielewa lazima ufanyaje? Utake msaada wa Allah tena. Sasa Allah anamalizia nasema wale ambao wanataka ile shari yani shubha, wanachukua zile zenye utata wanazimeza. Hawa wanataka shubha, anataka tu aonekane anajua, anachukua zile anazifanyia introduction huko ili apate kujulikana na kadhalika. Lakini Qur'ani inahitaji mtu aweze kutuliza akili na kuielewa. Na pili, huenda ikawa hawa wapagani hawajui kwamba wao ni wapagani. Nimesikia wengi wanasema ule bwana sio mpagani. Mpagani kwenye Qur'ani ameitwa kwa jina la mshirikina. Ushirikina ni mfumo. Kama ni mfumo manake ni dini. Mtu yoyote ambaye anaamini Mungu yupo kisha akakadhibisha mitume wake, kama ambavyo anasema Bwana Chionda kwamba hao kina Ibrahimu ni historia, sio kina Masihi mwana wa Maryam ni historia, huyu tayari ni mpagani, mshirikina, kashaingia kwenye ushirikina, mpagani tayari. Yule mwingine ambaye haamini kabisa uwepo wa Mungu pia naye ni mpagani, mshirikina. Kwa hivyo huwezi kutenganisha wapagani na watu ambao wanaamini kama ambavyo mnaamini nyinyi wafuasi wa Chionda na yeye mwenyewe. Wote ni wapagani. Lakini pia wenda hawaamini kabisa. Sifa mojawapo ya wapagani huwa hawaamini uwepo wa kufa, kwamba nikifa nitafufuliwa. Hawaamini, na hiyo sifa wanayo kina Chionda na watu wake. Yeye anaamini akifa hapa leo ndio mambo yake yote yameisha. Hasa niwakumbushe kitu kimoja. Wakati unakufa wewe, kuja malaika kuichukua roho. Hasa akishaichukua ile roho inapelekwa wapi? Ule mwili tunajua unapelekwa kaburini, unaenda kuzikwa. Ile roho inapochukuliwa inapelekwa wapi? Nenda kwa mwana theory yoyote, hawezi kuambia hii roho inaenda wapi. Lazima urejee kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio utapata ukweli kwamba ile roho inakwenda wapi. Huyu ndiye mwana ukisema ukitaja hiyo philosopher sio theory, sio theory, ukimmention na hiyo unamkosea. Huyu ni la professor wa kujua mambo yote hayo ambayo tunajiuliza sasa hivi. Hakuna mwingine anaweza kujua katika watu mambo kama haya zaidi yake. Kwa hivyo labda niongee kwa ufupi sana. Wewe mwanadamu unapoondoka hapa, kumbuka kiasili wewe ni roho. Na ndio maana ukifariki leo, kama ulikuwa kiitwa si Chionda, watu wakija msibani mwako hawatakuita tena bwana Chionda kafariki hapa. Watakwambia mwili wa Chionda huu hapa. Manake yule Chionda hayupo. Yule Chionda ndio ile roho imeondoka na jina lake ndio imeenda. Huku nyuma mbakia mwili wake. Means yeye hayupo. Ndio maana neno la kufariki katika Kiarabu lina maana ya kutengana. Ni neno la Kiarabu of course, farik, kufariki. Lina maana ya Kiswahili kutengana. Kutengana nini? Hufanyika tukio la kutenganishwa kati ya mwili na roho. Roho inarejea kwa Mola wake. Mwili unarejea katika asili yake ambayo ni udongo. Mwili utaliwa na udongo. Na katika theory, nyi watu wa theory, kuna watu wenu wamewatangulia, wamewaambia katika mwili wa mwanadamu kuna kafupa kadogo kapo hapa nyuma ya ka tailbone kwenye mgongo hapa. Mwanadamu anamkia. Sasa kuna kamfupa kako pale, kamfupa huwa hakaozi always. Sasa Mtume anasema siku ya mwisho watu watafufuliwa kama mbegu inapomea shambani. Kupitia kale kamfupa ndiko kambegu kataka kutumika kwa Allah kwa kuisha wanadamu. Mtu ataota kama vile ambavyo mmea unaota ardhini, anaota anaibuka. Sio utaibuka uanze kutoa siri kenta la kaburi. Huo sio zombie sheikh. Utaota kama inavyoota mbegu. Kumbuke tunapozikwa sisi leo, miaka zaidi ya 6000 mingapi huko nyuma huko washaziko wengine maeneo hayo. Sema sasa ardhi imefunika. Ndio maana leo watu wengine wanazikwa.
Kwa hivyo siku ya kiyama uenda hapo hapo ulipo mpo zaidi hata 10,000 hata milioni kadhaa mpo wote hapo hapo sehemu kwenye kaburi moja. Ila wewe mtu ashazikwa miaka mingi, kwa hiyo huwezi kuona chochote pale. Sasa basi wapagani hawezi kushindana nao always. Wapagani always hawezi kushindana nao. Hata kipindi cha manabii, moja ya watu ambao walikuwa wakiwaletea ushindani sana ni wapagani. Alafu ubaya wa wapagani ni kwamba wao hawataki kujifunza. Wao wanataka mpoteze muda, mbishane. Umeona wale makureshi, wale wapagani wa kikureshi, wale nao walikuwa wanafanya tu kazi, yani kazi yao ilikuwa ni kumchallenge mtume tu basi. Wapagani hawezi kuelewa. Yani mpagani akishakuwa mpagani kaamua kuwa mpagani. Lakini tunatumia nafasi kama hii kuelimisha hata siku ya kiyama iwe ni ushahidi kwamba tuliwafikishia ujumbe kwamba Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala yupo, anatambua duniani kuna madini mengi sana ambao watu wameyazua na kuyatengeneza. Ndio maana akateremsha dini yake ya Uislamu kwamba mtu aufuate Uislamu ili aweze kuwa salama. Ndani ya Uislamu kuna utaratibu wa kila namna. Haya ambao leo tunashuhudia duniani yapo nje ya Uislamu. Hizi system za utawala, hizi sheria, taratibu za kiafya na vitu vinginevyo, zote hizi kwa Mwenyezi Mungu kwenye Uislamu zilikuwepo. Lakini leo Uislamu hautawali, kwa ni wazi shetani ndiye anayetawala sasa hizi duniani. Kwa hivyo ndugu zangu ambao mnanisikia hapa, tumche Mwenyezi Mungu. Tuacheni ukiburi, sijui dini za wazee wetu Afrika. Dini ya mzee wako dini gani? Afrika tuna dini gani sisi? Dini gani? Manabii wenyewe ambao Allah kawateremsha, wengi wao tu kawateremsha katika rangi za Kiafrika hizo weusi. Hizi issue za mabara sijui Asia sijui nini Afrika, wale kuja kuzipanga ni watu, na watu ni hao Juja kama walikuwa ufahamu. Waliokuja kututenga, lakini Allah ametaja kwenye Qur'an kwamba yeye ndiye Rabbul Mashariqatain. Allah ndiye Mola wa mashariki mbili na ndiye Mola wa magharibi mbili. Magharibi mbili maana yake kuna magharibi unakuwa upande miwili. Unaweza kwenda kuna magharibi kaskazini. Kuna mashariki kaskazini, mashariki kusini. Kwa hivyo tunapokuja kwenye jambo kama hili, tujitahidi sana ndugu zangu tu tuna elimu na mambo kama ambayo tunakuwa tunazungumza. Usije mtu kaongea tu. Bahati mbaya sana kila kiongozi anayesimama kuongea na kuwaelekeza hawa wapagani, anamwambia wewe ni mfia dini. Sasa mimi sio tu mfia dini. Mimi mwanzani ushaveshwa mpaka na sanda. Mimi ni mzikwa. Na niko hapa kuelezea Uislamu, sio kuelezea Waarabu. Waarabu wana mila zao mpaka saizi wapo. Wapo Waarabu huko washenzi tu kama ambavyo kuna wabongo washenzi. Kwani amuone kule? Nyinyi huko mna mpira nao wana mpira. Ule sio Uislamu, ule ni Waarabu. Watu wanafanya ambacho wanakipenda wao. Uislamu umekataza mambo mpira, Uislamu una michezo yake, Uislamu una burudani zake, Uislamu una taratibu zake. Lakini Waarabu wana taratibu zao na maisha yao. Dini ya Uislamu imekamilika, ila Waislamu wa leo hatujakamilika. Usijaji Uislamu kupitia Waislamu. Jaji Waislamu kupitia Waislamu. Sababu Uislamu wenyewe ni misingi yake ni Qur'ani na kauli za mtume. Sasa ukiona kuna kitu kimepinda kwenye hapo, jaji. Ila kwa Waislamu achana nako. Sheikh leo Muhammad anaingia parliament anabeti. Sasa unataka mtu kama huyu anayebeti utaka utumie kujaji Uislamu. Leo jina kama hili la Muhammad, jina la Bi Aisha radhiallahu anha, jina bora kabisa katika wanawake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini utamkuta leo anadanga anasema hatuli. Hasa kiasi kama hicho kichukua ukataka kujaji Uislamu, mwisho siku unakosea. Sababu leo huwezi kujaji Uislamu kupitia Waislamu. Mengi sana mapungufu Waislamu wa leo tunayo. Tupo nje kabisa ya mfumo wa maisha ya Uislamu na tumetoka. Kwa hivyo mwisho wa siku mimi nimalizie, Mwenyezi Mungu yupo na wote mnaamini. Hakuna mtu ambaye aamini Mungu hayupo hapa. Hayupo.
hata kawa ni nani, anaamini tu mimi nilipo hapa Mungu yupo. Isipokuwa ukadhibishaji, kupinga pinga ndo kumeenea. Kwa tumcheni Mwenyezi Mungu. Nami lengo langu kubwa lilikuwa ni kuelimisha kwa wale ambao wataelewa. Ahlan wa sahla. Allah atusimamie katika hili na atujalie tuweze kuwa na, atuzidishie elimu na atujalie, aturuzuku fahamu kwa ujumla, na atujalie tu wenye kuyafanyia kazi yale ambayo tunajifunza katika khairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.